Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mabadu. Ndugu zangu watazamaji popote pale mlipo, nimeshindwa kujizuia japo kwamba sikuwemo katika ratiba. Kwa upande wangu mimi ilikuwa ratiba yangu ni kwa ajili tu ya kula mchere, lakini hata hivyo hili limenishinda kustahamili. Tanisamehe sana ndugu zangu watu wa television. Kwa kweli maeneo mengi yaliyoguswa na kila msemaji na hata mshairi wetu, si kitu rahisi sana mtu kuweza kupata furaha itakayoburudisha moyo wake zaidi ya majonzi yanayopita katika moyo, hata kama kuna ugumu wa machozi ya macho, lakini machozi ya nafsi yanabubujika. Ndugu zangu, katika kitabu kimoja kitu Mawaiza Tubaligha kuna maneno yanazungumzwa na Nabii Daudi alayhi salam. Anasema kwamba ya ibn Adam, ewe mwanadamu, la tansal mauta, usiyasahau mauti, fa innal mauta, hakika hayo mauti la yansaka, hayakusahau wewe. Kama hivyo ndivyo, ni kitu gani unachozani kwako ni geti au ni kikwazo cha malakul mauti kukufikia unavyozani tu? Kama huyu mtukufu wa daraja khairul bashar Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtukufu wa daraja, amefikiwa na haya mauti, tena katika staili ambayo kwa mujibu wa mshairi wetu ni kwa maumivu makali, maumivu ya kichwa. Ametaja neno kizunguzungu. Nani hajui kizunguzungu? Pengine ilitegemewa huenda kwa sababu yeye ni mtukufu wa daraja, basi labda hata kifo chake kingekuwa katika hali fulani ya wepesi tukufa kusingizini na hivyo. Lakini hapana, amepita katika njia ile ambayo wengi tunapita. Sasa nataka kujiuliza kitu kimoja. Wewe ndugu yangu unayenitazama na kunisikiliza wakati huu, ni kitu gani unachozani sasa kinakusahaulisha? Ni kitu gani ambacho kinakutoa katika fikra hii ya maandalizi sahihi ya kukutana na Mola wako? Ni kitu gani? Maandiko yanazungumza katika Qur'ani, wewe ni maiti na wao ni maiti. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kitu gani basi kinachokufanya ninyi mkufuru hali ya kuwa nyinyi wote ni maiti watarajiwa? Na eneo gani ambalo sasa linakufanya wewe ujisaulishe? Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fadaraka. Ewe mwanadamu, kitu gani kinachokughurisha? Kitu gani kinakusahaulisha? Kitu gani kinakupumbaza kiasi ambacho kinapelekea mpaka unamsahau Mola wako ambaye ni mkarimu sana? Ni kitu gani? Ni nyumba ulionayo, nyumba ambayo siku yenyewe ya kifo ikifika, kabla ya kupanga utazikwa wapi, utazikwa lini, utazikwa vipi, mjadala wa kwanza kukutoa kwenye hiyo nyumba yako ndio unakuwa mjadala wa mwanzo. Sheikh Uthmani asikudanganye mtu, ndio mjadala wa mwanzo kukuondoa. Jamani, kabla tujafanya chochote, maiti tutaenda kuihifadhi wapi? Kwa nini ijadiliwe mahali pa kuhifadhiwa maiti yako wakati nyumba unaolofia ni ya kwako? Nyumba unaolofia ni ya kwako. Chumba ndicho hicho unacholala siku zote. Umeugulia humo. Leo mjadala wa mwanzo ni kuondolewa humo. Eti panajadiliwa mahali pa kwenda kuhifadhiwa wewe, ndio uendelee mjadala wa kujadilika ukafie ukazikwa wapi, kama ni Lushoto ama ni Morogoro wapi. Kwa nini? Maana yake ufai tena. Huhitajiki tena. Huna nafasi yako tena. Subhanallah. Bado tunajisahau wakati unaachanishwa na kila kilichokuwa cha kwako. Inakwenda inafika mahali hata mara baada ya mjadala na siku gani watazika, watu wanapigiana simu, bwana tunaona mawingu yamezidi kule, na kwa sababu kaburi lishachimbwa kule, nadhani kumleta huko nyumbani itakuwa ngumu, kwa hiyo tukutaneni makaburini kule. Hata nyumbani kwako upelekwe tena huko ulikotolewa, ili upelekwe amana ukahifadhiwe mochware, na kwenyewe urudishwe tena kwa sababu watu wataka wai kukufukia, waondoke zao mawingu, mvua inataka kunyesha. Sasa bado kitu gani ambacho umebakisha? Leo ndugu zangu, nusura peke yake tunayoambiwa itabaki na wewe pale ni ibada zako. Hakuna kingine. Vitu vitatu vitakavyo kusindikiza tunafahamishwa: mali, jamaa
na amali. Lakini je, muda tunaotumia kutafuta amali na muda tunaotumia kutafuta mali tukipima vinafanana? Wapi tumezidi? Sayyidina Ali karramallahu wajha anasema dunia na akhira ni kama wake wenza wawili. Ukiegemea upande mmoja utaharibu. Pamoja na juhudi kubwa tunazotakiwa kuzifanya katika kutengeneza maisha yetu, tuishi katika hali ya ubora, tuishi katika hali ya kupata vyakula vitakavyojenga miili yetu barabara kwa lengo la kumwabudia Mola wetu. Lakini hiyo isitusahaulishe kutengeneza akhira ambayo kimsingi ndio tutakayobaki nayo milele. Ni ajabu aliyepelekwa kufanya kazi kwa muda Arusha, kaambiwa atakaa kule miaka 3 tu, kisha atarudi hapa Dar es Salaam au Mtae ambao ndio kwao, ndiko atakakoishi milele kwa muda mrefu huko. Lakini nyumba nzuri anajenga Arusha atakakokaa miezi 3. Lakini kule kwao atakakokaa muda mrefu anabakisha na kibanda cha majani au makuti. Ni dalili ya upungufu wa kuelewa vizuri. Ndugu zangu, tufanyeni ibada. Hebu tusifanye mchezo. Tusifanye mchezo, tusisahaulishwe na timu zetu, tusisahaulishwe na bendi za muziki, wala tusisahaulishwe na lolote kitakachotufanya amali peke yake ambayo kwa kimsingi hatuna muda nayo kuitengeneza. Leo unamwambia mtu tukafanya ibada, anakuambia kwamba sijajaliwa. Niombe dua ustazi, sijajaliwa. Mtu huyo anakuambia sijajaliwa, anamiliki mikono mizima, anamiliki macho, sio kama ya kwangu mimi mpaka ushikwe ndio utembee. Mmeona nadhani hapa mimi mwenyewe nimefanywa hapa kwa kuletwa. Na hapa sijui kama nimewafesi vizuri au la. Anayo mtu anamiliki macho vizuri na hayana tatizo lolote. Lakini macho yake yanaweza kuona wasichana wa watu tu na kujua kichochoro gani akaya mpate kwa usahihi. Gesti gani nzuri ya kumpeleka msichana wa watu na kwenda kukata bikira yake bila ridhaa ya wazazi wake. Lakini mtu huyu unamwambia tu tukafanya ibada, akwambia sijajaliwa ustazi. Hebu niambie ndugu yangu unayemtizama, ni jambo gani upewe na Mwenyezi Mungu ambalo hapo utasema naam, sasa nimejaliwa naingia msikitini kwa ajili ya kufanya ibada? Labda mtoto wa kiume siku moja ulale, umeamka una ujauzito ndio unaona yes, hapa nimejaliwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.